Hapa kuna vijana watatu walikuwa wakichimba mchanga, wawili walikuwa wa kiume na mmoja ni wa kike. Mazingira haya yalikuwa na mto na tunaliona begi kubwa likielea ndani ya maji. Vijana walikuwa wakiendelea na kazi, ila huyu wa kike alionekana amechoka na alihitaji kupumzika kidogo. Alipotazama mbele yake aliweza kuliona lile begi kwenye maji. Akiwacheki wenzake hakuna aliona hata mmoja. Msukumo wa mawimbi ya maji ulilifanya lile begi liwe linafunguka na ndani lilionekana limejaa pesa nyingi sana. Binti bila kumwambia mtu yoyote alinyanyuka pale na kuanza kulifuata lile begi. Hapa alipoacha wenzake kuna watu wawili waliweza kufika, ila watu hao walikuwa spidi sana, inaonekana kuna kitu wanakitafuta. Walipofika alisalimia na vijana waliitikia salamu. Huyu mwamba aliwauliza, vijana, hamjaona mzigo wote haya mazingira yenu ya kazi? Maana kuna mzigo wetu tumewachilia kwenye maji ila hatuuoni. Vijana wakasema, hapa hatujaona mzigo wote, na kama mnavyoona hapa tuko bize tu tunafanya kazi. Labda niwaulize, ni mzigo gani huo? Walipoulizwa ni mzigo gani hawakuweza kujibu, waliangaliana tu, wakawa wanasogea mbele kuangalia zaidi ili kuhakikisha kama hawa watu hawajaficha mzigo wao. Baada ya kuhakikisha wamekosa kabisa, wakamwambia, sikilizeni nyewe vijana, hizi ni hela mjue. Akamwambia kijana wake, hebu tuondoke tukatafute mbele zaidi. Baada ya wale wageni kuondoka, huyu mwamba alibaki anamuuliza rafiki yake, nimesikia wakizungumzia begi lililojaa pesa. Mwenzake anamwambia, hicho ndo kinachojirudia kwenye ufahamu wangu wa akili, yaani nikisikia pesa nachanganyikwa kabisa. Hii inawezekanaje hii? Na hii inanipa wasiwasi, mwenzetu itakuwa ameliona alafu ametutoroka. Upo sahihi kabisa, hujakosea. Huyu aliondoka, mimi nikajua anaenda kunywa maji anarudi, lakini mpaka sasa hivi simuoni. Hii kidogo iliwapa wasiwasi, maana mwenzao alipoondoka hata hajawaaga wala hakusema anaenda wapi. Huyu akamwambia mwenzake, mwanangu, huyu dema atakuwa ametuachia manyoya, usikute kashaziona hela alafu sisi tunabaki hapa. Mimi nachoona twende tukamtafute. Baada ya kumtafuta muda mrefu walifika mpaka hapa, wakawa wanajiuliza, kwani huyu kaenda wapi? Mbona haonekani? Hajamaliza kujadili, huyu mmoja akawa amemuona kwa mbali sana, akamwambia mwenzake, hebu angalia kule, yule pale yule. Binti ana habari na hajui kitu chochote kinachoendelea, na muda huo ndo alikuwa ametoka kuzificha zile pesa alizoziokota. Sasa hii sio siri tena, maana wauni wameshamuona tayari, na kama ni pesa lazima tu watataka wagawane. Anamuuliza, tunafanyaje sasa? Mwamba anasema, sasa hapa hakuna kupoteza muda, wewe pita huku, mimi nipite huku, tumzunguke na lazima atatuambia kila kitu. Akasema, poa poa, hebu tufanye hivyo. Baada ya kumweka mtu kati, waliweza kumuuliza swali, huko umetokea wapi? Na labda tukwambie kitu kimoja, sisi tumeshatambua kila kitu kinachoendelea, kwa hiyo usitufiche kitu chochote kile. Mwenzake anaongeza kwa kusema, kwa hiyo wewe umetuacha kwenye kazi za 7,000, umekuja na mihela mingi, umetutoroka sio? Hiyo pesa ni yetu wote, lete tugawane. Binti baada ya kuona hawa ameshagundua kila kitu, akaamua kuwaweka wazi. Akawaambia, kweli mimi nimeziona zile pesa, lakini nilienda kuficha, nilitaka baadaye nikirudi niwaambie kila kitu. Huyu jamaa akamwambia, afu wewe mwanamke unatuchukulia sisi watoto sana sio? Wewe cha kufanya tu tuonyeshe pesa ziko wapi. Mwingine anacheka anasema, sijui anatuchukuliaje, anatuona kama wanawake wenzake. Anamwambia, sasa wewe hebu tuonyeshe bwana pesa zetu ziko wapi. Mwanamke akaona hawa watu mbona kama wapo serious, yasiwe mengi, hebu ngoja tu niwapeleke. The final day, nimefika mwisho, utajiri umeandikwa. Walifika mpaka sehemu husika, mwanamke akamwambia, begi lile pale. Wakasema, hebu ngoja kwanza tuhakikishe kama kweli mali ipo. Mmoja akawa anasogea mbele ili kwenda kulikagua lile begi kuhakikisha kama lina pesa. Basi akawa anasogea taratibu mpaka pale lilipo begi, akawa analifungua kuhakikisha kweli bwana alichokiona hakuamini, ni pesa nyingi sana. Huku mwenzake anamtizama tu anasubiria majibu. Akainuka mwenzake akamuuliza, vipi, zipo? Akamwambia, zipo, ila sasa maliza. Ishara aliyotoa ni kwamba binti auawe. Baada ya kupata pesa, yule binti hakumwacha salama, lakini wakati wanarudi waliweza kukutana na wale watu wenye mzigo wao.
Hao wenye mzigo anashangaa, vipi? Ule mzigo si ndo tunautafuta sisi? Mwenzake anamwambia hujakosea kabisa mkuu, ule ni mzigo wetu. Kama bahati ujue. Udogo anamwambia alafu mkuu, watu tuliwakuta kule bondeni tukauliza mzigo wetu akasema hawajui. Mkuu akasema, kumbe ndio nyinyi. Mnaweza mkaniambia ni kwa nini mlificha mzigo wangu? Au mnajua kitu chochote kuhusiana na huu mzigo? Yaani watu tunamwaga damu alafu nyinyi mnataka kupata kirahisi. Vijana wanaogopa bara wanasema hapa tumeisha. Mwamba anamwambia sasa tamaa imewaponza. Niandikia kwenye comment umejifunza nini kupitia hii video. Usisahau kunifollow, kusubscribe, kulike na kushare. Naitwa Jizo Mastori.